Mama nanasi unazo hapa? Watu wengine bwana. Wewe una macho kwani uone? Mpaka uulize. Sasa mama, hapa naona kuna vitu vingi hapa. Kuna vitunguu, pale cabbage, pilipili, vitu vingi. Niko ndo bwana nimeuliza sijaona. Wewe acha maneno mengi kama kasuku. Kama unataka nanasi nunua nanasi. Okay, basi ngapi hapa? Buku jero. Nikatie hata jero basi wangu. Wangu? Umekuja kununua, unaleta mapenzi kwenye biashara? Kama unataka kununua nunua, kama utaki sepa. Dada, mbona unakuwa mkali kwenye biashara? Sepa zako huko. Kichwa chako, kauli zako, tabia zako king'ang'ari mbele ya wateja wao. Kali kama pilipili unakimbiwa kama uviko. Chunga sana kinywa chako. Chunga sana kinywa chako. Je, unatafuta vioo vya kisasa na aluminium yenye ubora wa hali ya juu? Karibu Mtumishi Glass and Aluminium Workshop, mahali ambapo ubora hukutana na ubunifu. Tunatoa huduma zifuatazo: vioo aina zote ikiwemo one way, clear, frosted zenye maua ya kuvutia kabisa. Na kwenye upande wa gundi sasa utapata silput, gundi, silicone and gun. Na kwenye upande wa aluminium tunatengeneza madirisha ya kisasa, milango na meza za kisanii. Mafundi wetu wapo ofisini tayari kukuhudumia kwa haraka na kwa ufanisi. Tunapatikana Isingiro Center mkabala na msikiti wa Bakwata. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0785207304 au 0746683183. Delivery tunafanya bure, tunatengeneza kwa ustadi. Nyote mnakaribishwa. Ila maisha haya unajua sasa hivi kitokea kauli nyumbani wanaweza kunishangaza. Unajua nilikuwa bonge sana. Shavu lilikuwa hivi. Ipsi sasa hivi kama tela. Sasa lakini angalia sasa hivi. Kembamba kama nini? Hakuna cha majukumu. Unanitunza vibaya. Wewe kufikiria maharage Januari mpaka Desemba, kila siku maharage. Wewe utoke wapi sasa? Kiuno changu pia kama vile imepigwa rana. Silaumu sana. Walipofika nini kwa mabibi. Unaona wewe. Utatoa wapi hela ya kufanya na hizi? Cheki angalia mjomba hivi. Mtatoa hela kweli? Wewe pambana huko sokoni tuone kama tutatoka. Sawa? Nipambane. Usipochangamsha kichwa chako, umaskini utatutosha. Au nijirudie kwa baba wangu. Changu. Nimekuwa tena hai. Sasa unanishauri. Unajua kabisa nani sina hata kitu cha paka niuze hata tupate mtaji. Eti mtaji. Mimi mwenyewe mtaji nilikopa kwa Pelini.
wewe si uende huko kwenye makampuni wanayokopa huko unaniuka chukue kama 100,000 huko ukadundulize ufanye biashara. Na uzoefu sasa nilionao sasa. Uvuvi, mambo ya kupiga kasia nini? Hiyo ni uzoefu wangu na wewe. Ila sasa mke wangu nifanya niache kwenda ziwani. Sawa. Nikoga na rafiki yangu huko ziwani. Napiga nini harakati hizo? Katika kupambana ikatokea mamba. Unajua mamba? Sasa ile mamba ikaanza kupambana na ile yangu. Akapambana. Mwisho wa siku kilichotokea pale. Kichaki. Yaani kinyenyi watoto wanaita watoto wa mjini. Baada ya kuchukuliwa vitu vyake kwa tayari nisha hata mwanga nikaokoka hapa mimi. Hivyo tu nikaokoka pambane. Najua tu nilikuwa kazi. Eti ni pambane. Yaani wewe mwanaume ujielewe. Ngoja nikwambie. Usipopambana hali hii mimi siwezi. Nitajirudia kwa babao. Kwa tabia zako king'ang'ari mbele ya wateja wako. Bwana, leo sokoni vitu vizuri. Yaani meza zote zimependeza. Hii hapa ninunue kwa nani? Karibu kaka. Karibu nyanya, vitunguu, njegele, vitu vizuri tu. Tuweka ndani mwezi mzima, hawezi kuharibika. Kwa sawa, karibu sana. Nikuzepo nifungepo nini? Nyanya. Karibu sana. Kingine na huu. Asante. Dashi ngapi? 1,000. Barikiwe na Bwana. Kingine baba. Wow, asante sana. Kingine. Asante. Nashukuru sana jamani. Barikiwe sana. Kingine. Natosha. Barikiwe sana. Asante sana. Asante. Karibu tena. Haya, asante sana. Barikiwe sana.
Kwa hiyo Rita, umeridhika kuona unanawiri, mwenzio unapauka kama uyoga. Huwezi kunifikiria hata siku moja? Pelina, naomba uniache, maana hujui yangu. He, yako. Unataka niyajue yako, ya kwangu siyajue eti? Mimi sina yangu. Bana silete kisirani. Watu asubuhi tunaenda sokoni, wewe unaleta habari zako za madeni. He? Nakutia kisirani? Sawa. Kwa hiyo nilifanya vibaya kukusaidia. Ulikuja unalialia nikakusaidia, leo ndo unaniona kisirani. Sawa. Wema, nishakuona siku nyingi sana. Yaani wateja wanakuja hapa kwenye meza yangu unawaiba. Wanakuja hapa nishakuona na kuangalia tu. Ipo siku yako. Uwe subiri. Kitakacho kuja kukutokea, usije ukanilaumu. Wewe endelea na tabia yako. Wewe unafikiri umekuja kuuza peke yako tu hapa sokoni? Wote tumekuja kutafuta. Iweje mteja anakuja kwangu unamchukua? Sasa wewe subiri. Na nimekuweka kiporo. Dawa yako ipo jikoni. Utanitambua. Hivi Rita, kwani nimekufanyia nini? Wateja wanakuja kwako, unawafokea. Unawatukana wewe mwenyewe na nisingizia mimi. Sina ubaya na wewe. Uwe na kauli nzuri kwenye wateja jamani. Wakaribishe wateja. Eti Rita, sina nia mbaya na wewe. Wakaribishe wateja vizuri. Watu wengine bwana. Matatizo nataka nyinyi wenyewe tunakuja kutulaumu sisi. Hata na mimi bwana. Lakini Rita, una matatizo gani? Wema ameukosea nini? Unamtukana nini? Mimi nimekaa nimewaangalia tu sijawaelewa. Rita, wateja wanapita wanaondoka, wewe mwenyewe unawafukuza. Halafu huyu wateja kuja kwake amekosa nini? Amewatoa kwako au yeye tu amemfuata wateja akawauzia kwa sababu wewe hujatii wateja hujawakaribisha? Rita, na kujua tabia zako umezidi. Punguza, pokea wateja vizuri. Sasa unamkosea nini? Amekosea nini? Anakosa gani? Wateja amewatoa kwako au umewafukuza wewe mwenyewe ikabidi afuwe? Na kujua sana yani. Acha tabia hiyo, jirekebishe. Sisi wateja tunawatamani hapo waje tuwakaribishe. Wewe wanakuja unawafukuza. Unawafukuza wateja kabisa Rita. Jirekebishe mdogo wangu, jirekebishe, sio vizuri.
Wema hana makosa kabisa. Wema hana makosa. Kwa sababu wateja wanakuja, wanaenda kwake, wao wanakuja kwako na wafukuza. Wanaenda kwake anawauzia. Sasa na makosa gani? Mpaka unamtukana. Acha kujizalilisha. Una hata aibu. Nisamehe kama nimekosea, lakini mimi nakushauri kama jirani yako. Jawa ukali kama pilipili, unakimbiwa kama uviko. Chunga sana kinywa chako. Chunga. Vipi? Leo kutakuwa kuna jambo? Maana sio kawaida yako kutoka. Ni kweli sio kawaida yangu. Lakini leo nilifika pale kwenye ofisi za mikopo. Nikavuta kwanza kiraki kidogo nione kama nitaanza kimradi. Bwana, kwa hiyo nyote mmeamua kuwa jasiriamali. Mwanamke anapita huku na wewe unapita huku, jioni fuko linatuna. Yaani hapa utaanza kunukia fedha tu. Kila ukipita nikinusa hivi, najua huyu ni rafiki yangu Arumba amepita. Na hiyo ni nyama. Yaani hapa Rita ataanza kukuita hani na makisi kama yote. Unadhani mchezo mmoja? Baada ya kupokea mkopo, first of all, nikakata kishingi 10,000 nikanunua kilo moja ya nyama. Na mimi nilemo ka nyama bwana. Maana kwangu kula nyama lazima Krismasi au Pasaka. Tofauti na hapo sasa. Nakula kwa kutoka kwa Senyondo na nataka kesho sasa nimnunulie mke wangu vitenge vya 30 atulize dharau. Afu unaona sasa hivi muda umeenda. Sitaweza kupita dukani. Ila kesho asubuhi na mapema vitenge yana mpiga chap atulize dharau kwanza mke wangu. Sasa Moli, naona muda umeenda. Wacha nikuache. Wewe una usiku mwema. Haya bwana, hamna shida tu, tutazidi. Haya asante. Mganga, mimi nimekuja hapa kwa ajili ya tatizo moja tu. Mganga, mimi nimekuja hapa, tatizo langu ni moja tu. Wewe biashara yako imefungwa. Wewe biashara yako haiendi kwa sababu ya jirani zako. Wewe biashara yako haiendi, kuna wale majirani zako mnaouza wote wamekuibia nyota yako imeibiwa. Sasa hapa umefika. Kila kitu kitakuwa sawa. Ni kweli mganga. Kuna yule jirani yangu yule. Ndio, anaitwa nani? Anaitwa Wema. Una picha yake? Hapana mganga. Unaweza ukanipikia kipande chochote cha changu yako? Hapana sijana. Yaani hapa kila jambo limefanyaje? Limeisha. Shika unitajie majina yake matatu. Kila jambo litakuwa limeisha. Usiogope, kila jambo limeisha hapa. Nitajie majina yake matatu. Sasa hapa kila kitu kimeisha. Sogea hapa na kuonyesha kila kitu kimeisha. Huyu si ndio mganga ni yeye. Ni yeye mganga ni yeye.
We Mori, mbona umekwamia hapa? Namshangaa yule jamaa bwana. Yaani jamaa amekopa mkopo tayari ameshaanza kutoa na za nyama. Kumbe watu ni amnazo kabisa. Yaani tatizo dishi kwa kweli. Yaani mtu amekopa mkopo tayari ameshatoa 10,000 za nyama na 40,000 za kununua vitenge. Hapa kumbe nimekuja kugundua watu wa mikopo ndo maana vitu vyao vinaenda. Tatizo ni akili kichwani. Mtu akikopa anajua hela ni za kwake. Alafu baadaye wakija kuchukua shamba lake anaanza kuwaita maafisa mikopo eti ni wakausha damu. Ila hii dunia bana, ulichozungumza ni kweli, ana amenunua nyama kwenye hela ya mkopo. Yaani namshangaa kabisa. Yana hapa anasema kabisa kwamba nimekopa nikanunua. Na amenunua nyama za 10,000 kabisa. Tena amekopa leo na ameishaanza kuzikata. Sasa umesema kwamba amenunua 10,000. Eti vitenge vya sijui 30. Sasa hiyo hela si imeisha? Imeishaisha kabisa. Yaani kidogo imebakia kidogo kabisa. Watu wanahitaji maombi. Wanahitaji maombi kabisa. Ila tatizo mtu unaweza kumuona anatembea njiani, unadhani ana akili, kumbe ni amnazo kabisa. Kinachomsumbua ni dishi kabisa. Kabisa. Basi. Ndio hivyo tu rafiki yangu, sasa tunafanyaje? Tuende sasa tutafanyaje? Biashara haziendi, wateja sipati. Yaani mpaka sielewi nafanya gani. Bahati mbaya sana nilikula mikopo. Wateja wanaokuja wanakimbilia kwenye vimeza vingine. Yaani nimekuwa na changamoto mpaka sielewi nafanyaje rafiki yangu. Pole sana rafiki yangu. Dadangu, yote nayajua. Yes. I know the source of this problem. Eti you know, don't you? Yes, I do. Inavyoonekana wewe waweza kuwa mtabiri mbobevu. Rafiki yangu, tatizo dishi. Dishi? Sasa wewe umekuwa sangoma wa kidijitali. Yaani nikifunga hapa dishi, matatizo yangu yataisha. Comedian. Naleta serious issue, wewe unaleta comedy hapa? Comedian. Comedy. Eti zinateleza kama kambale. Mradi wako unayumba, kumbe tatizo la kodishi. Umasikini umekukumba, kumbe tatizo la kodishi. Umekataliwa kwenye jamii, kumbe tatizo la kodishi. Yani wateja anawafukuza mwenyewe, anawatukana, afu akimaliza anaanza kusema eti kwamba biashara haiendi. Mradi wako unayumba, kumbe tatizo la kodishi. Umasikini umekukumba, kumbe tatizo la kodishi. Umekataliwa kwenye jamii, kumbe tatizo la kodishi. Kila ufanyalo usonge mbele, limekuwa mlima wala uoni tambalale.
bosi. Sina baraka. Kila roho chawi naziteketeza katika jina la Yesu. Kila ndoto zinazokuja nazichoma katika jina la Yesu. Achana na huyo Wema, hauna nguvu za kupambana naye. Odi. Karibu. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Mr. Alumba. Ndio. Bila shaka unatambua uje wangu hapa. Ndio nautambua. Wewe ni mmoja kati ya wanufaika wa mkopo kwenye ofisi yetu, lakini wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamekwamisha mkopo. Ina maana mkataba wako umeuvunja. Kwa hiyo mkataba wako ulikuwa unasoma kwamba mpaka muda huu umemaliza mkopo wako, lakini cha kushangaza mpaka sasa hujajishughulisha kurejesha mkopo pamoja na riba zake. Na mwezi uliopita tulikupa notice ya kuhama katika nyumba hii, kwa sababu ni moja kati ya dhamana ambayo imeshikilia mkopo wako. Hivyo uje wangu hapa nimekuja kikazi zaidi. Nimefuata hatua zote za kisheria. Unapomwona mwenyekiti yuko hapa, unamuona apande yupo hapa, ina maana ngazi zote nimepitia. Kwa hiyo hapa nimesimama kisheria. Hivyo basi unaweza ukatoa vitu vyako nje na kutuachia nyumba yetu, lakini kama utashindwa kutoa mwenyewe, tunaweza tukatoa sisi wenyewe vitu vyako nje na ukaachia nyumba yetu ikawa huru. Jamani afisa, nakuomba yani mnipe siku hizi. Ndio maana mambo hapa na mimi sio mimi kwanza. Mambo hayajakaa sawa. Kuna vitu kwa naviweka sawa. Kwa naomba mnisaidie mnipe siku hizi mbili nitoe vitu vyangu. Naomba lakini. Hiyo haitokaa itokee. Umepewa mwezi mmoja kutokana na taratibu za ofisi zetu. Hivyo basi, ni watu kama nyie mnaleta uzembe kazini. Mwisho matokeo yake mnasema kwamba kampuni zetu ni kausha damu. Nasema hivi, huo ni uzembe, haitokaa itokee. Unajua jamaa bwana, walitoa pesa ya mkopo, baada ya kupeleka hela kwenye mkopo, baada ya kutumia hela hiyo kwa ajili ya kufanya biashara, wameanza kutumia hiyo hela kwa ajili ya kula anasa. Wanakula bata, wananunua samaki, wanakula nyama, wanaenda kwenye harusi za watu wakubwa wakubwa. Yaani leo unaona wanakuja kufanyaje? Kukabidhi hii nyumba. Ni kwa sababu tu ya anasa ambazo hawakujua kwamba mkopo. Hivyo mwenyekiti unasemaje? Nini? Nataka nini? Hivyo wakati tunakula hizo nyama ulikuwepo? Tulipokuwa tunaenda kwenye masherehe ya watu wakubwa, ulikuwepo mwenyekiti? Hivyo unaweza ukanieleza lakini? Wewe baba wewe. Hivi wewe mama, au tulie kwanza. Tulia. Kwani wewe umekula kweli nyama? Kama umechukua mkopo wa watu, lipa. Hivi mwenyekiti, badala ya wewe kuja kutusaidia, lakini kumbe wewe ndio unakuja kuungana na hawa watu. Nenda. Mama, huo muda unaoharibu hapa, ungekuwa umeshatoa vitu vyako nje. Sasa tuna muda wa kupoteza.
Hivi unajitambua unachokisema wewe? Ninajitambua kwa sababu nyinyi mlichukua pesa kwenye ofisi yangu. Sasa unasemaje? Mradi wako unayumba, kumbe tatizo la kodishi. Umasikini umekukumba, kumbe tatizo la kodishi. Umekataliwa kwenye jamii, kumbe tatizo la kodishi. Kila ufanyalo usonge mbele. Nimekuwa toa vyote, toa. Nafanya nafaka wote, toa huko mbele. Pesa zote zinateleza kama kambale. Arumbo, unakwama wapi huko? Changamka, hatuna muda. Kuna muda wa kupoteza. Tatizo la kodishi. Umekataliwa kwenye jamii, kumbe tatizo la kodishi. Kwa shida zako na masumbufu umemkufuru Mungu, ukamuona Mungu ni kama sefu, ndiye kakunyima fungu. Jirani wamefanikiwa maradufu, wewe umefungwa pingu. Mradi wako unayumba, kumbe tatizo la kodishi. Umasikini umekukumba, kumbe tatizo la kodishi. Umekataliwa kwenye jamii, kumbe tatizo la kodishi. Mradi wako unayumba, kumbe tatizo la kodishi. Umasikini umekukumba, kumbe tatizo la kodishi. Umekataliwa kwenye jamii, kumbe tatizo la kodishi. Kila ufanyalo usonge mbele. Nimekuwa mlima wala uoni tambalale. Pesa zote zinateleza kama kambale. Mradi wako unayumba, kumbe tatizo la kodishi.